وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد يوم المعاد. Baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtaka rehema na amani mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza najusia nafsi yangu, ili nausia nafsi za waumini wenzangu juu ya swala zima la uchamungu, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema katika kitabu chake kitukufu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, enyi ambao kwamba mko na imani, basi mwogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na muwe pamoja na wasema kweli. Wapendwa katika imani, maudhui yetu leo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutazungumza kuhusiana na siku ya kwanza mwanadamu atakapolazwa katika kaburi. Nini kinatokea siku yako ya kwanza, ama jisaa lako la kwanza, ama usiku wako wa kwanza kutiwa kaburini? Madha yajri, utaendelea nini pale kaburini? Au ni wengi katika sisi tunaamini baada ya kutiwa kaburini story ndio imeisha hapo? Hakika jambo kubwa ambalo kwamba mwanadamu atalipitia katika dunia hii ni jambo la kupitiwa na uchungu wa mauti. Hakuna mwanadamu ambaye kwamba au hakuna kiumbe ambacho kwamba kiko juu ya ardhi hii isipokuwa atapatikana na uchungu wa mauti atakapokufa. Uwe wewe ni mu'min, uwe ni Muislamu, uwe ni kafir, uchungu wa mauti utakupitia. Lazima utaonja uchungu wa mauti. Hakuna kiumbe ambaye atapitiwa atatolewa roho kiulaini. Utakapotolewa roho lazima kuna maumivu utayasikiza, maumivu ambayo kwamba utayasahau mpaka kufufuliwa kwako. Baada ya hapo ushakufa, ushakafiniwa, kufanyiwa ni moja kwa moja mpaka kaburini. Ili hatuna shaka nalo waumini sisi kwamba tutakufa, ili hatuna shaka nalo. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja uchungu wa mauti. Kila nafsi itaonja uchungu wa mauti. Ikiwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alisikia uchungu wa mauti, nani ambaye kwamba ataokoka na hilo? Mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam asikika kusema, inna lilmauti la sakaratun, hakika mauti ana uchungu, hakika mauti yana ulevi, yani yale machumba yanakuzidia mpaka hujitambui. La sakarat, yanakulewesha, unapigwa na matumbo ya mauti mpaka hujielewi, hujitambui, hujifahamu. Mtume Muhammad kwa huruma yake nyingi kwa watu wake amuuliza Jibril, je, uchungu huu naosikia mimi kila mmoja katika umma wangu atausikia? Jibril amwambia, hivi wewe unaposikia tumekufanyia wepesi, tumekufanyia wepesi, hakuna wewe tumekupunguzia, lakini umma wako watasikia zaidi ya hivyo unaposikia wewe, awe Muislamu awe muumini. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Israil malakul mauti, basi nizidishie mimi utungu wa mauti na watu wangu wapunguzie. Angalia ni huruma kiasi gani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayo kwetu sisi.
kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja uchungu wa mauti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya suratu Abasa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema thumma amatahu fa'bara thumma idha sha'a anshara. Mwanadamu baada ya kuwa wewe umeumbwa, mwanadamu baada ya kuwa wewe umekuja duniani ukafanya uliyofanya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema thumma amatahu fa'bara, kisha baada yako yote utakayofanya Mwenyezi Mungu atakufisha. Mwenyezi Mungu atamtuma Israeli aifanye kazi yake. Tena faakbara, watu nao wakuchukua waende wakakuzike. Thumma idha shaa anshara, kisha baadaye Mwenyezi Mungu atakuja kukufufua hapo hapo kaburini ulipoingizwa. Kwa hiyo kwa aya hizi mbili Waislamu hatuna shaka ya kwamba baada ya kufa ni kaburini, baada ya kaburi ni kufufuliwa. Famadha ba'da, hiyo kushafufuliwa, fama ba'dahu, nini kitafuata? Mwanadamu utakufa, baada ya kufa utazikwa. Baada ya kuzikwa watu watakuacha pale kaburini. Idha kharaja ruhu al-insanu wa humila ila qabrihi wa sarafa anhu ahluhu baqiya wahidan fi qabrihi, baqiya wahidan fi qabrihi. Mwanadamu itakapotolewa roho yake na watu wambebe waende naye kaburini, baadaye watu waende zao, atabaki peke yake pale kaburini. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema, innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim. Mwanadamu, innal abda, hakika ya mja, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, hakika ya mja atakapowekwa pale kaburini, idha wudi'a fi qabrihi, atakapowekwa katika kaburi lake, watawalla anhu ashabuhu, na wakampa mgongo watu wake, bimaana watu wakaondoka baada ya kumzika, wa innahu la yasma'u qara'a ni'alihim, yule maiti pale alipo kaburini, la yasma'u, ni mwenye kusikiliza, qara'a ni'alihim, step za viatu zao. Vile mkiondoka zile, mkikanyaga zile step za viatu kuondoka manda zenu, huyo aliozikwa anasikiza kwamba watu sahihi wanaenda na wananiacha peke yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema yule maiti baada ya kusikia kwamba watu wanaondoka wanaenda zao, atahu malakani, watamjilia yeye malaika wawili, fayaq'udanihi, watakuwa ni mwenye kumkalisha. Sasa wewe na akili yako mbovu pinga hii. Mtu ashalazwa kwenye kaburi, amefinikwa mchanga, atakaa vipi? Hiyo atakaa vipi utayaona ile siku utakuwa kaburini. Utakaa ama utakuwa umefinikwa mchanga? Wewe bisha. Lakini siku utakapozikwa utatamani utoke kwenye tabia umekalishwa kweli wewe. Fayaq'udanihi, malaika wawili watakuja watakukalisha wewe. Baada ya kukalisha, wamekuinua wewe vile ulivyozikwa, watakukalisha kabisa. Kaa hebu vizuri mzee, kidogo tuko na maongezi na wewe. Sasa unajua mafanda wakija anambia, "Wewe mzee kuja hapa kidogo tuko mazungumzo na wewe." Haya. Ndio anakwambia hivyo, kaa baba. Hebu kaa kidogo. Chukula lala. Watamuuliza maswali matatu muhimu sana. Maswali ambayo kwamba kila mmoja wetu sisi hapa lau utaulizwa utajibu sahihi. Hakuna ambaye hayajui haya maswali. Kila Muislamu anayajua haya maswali. Sasa malaika baada ya kukukalisha, malaika wawili Munkar wa Nakir
atakukalisha. Hapa duniani sisi tunatembea na malaika wawili, wengine achana nao, wale muhimu hapa kwa mali wawili, raqibun na atid. Tuna malaika upande wa kulia, kuna malaika upande wa kushoto. Kuna malaika anaandika mema unayofanya na kuna malaika anaandika maovu unayofanya. Ni raqibun na atid. Kaburini kuna malaika wawili nao watakuja wakukalishe. Baada ya kukalisha, swali la kwanza watakuuliza man rabbuka? Ni nani Mola wako? Man rabbuka? Ni nani Mola wako? Wa ma dinuka? Na ni ipi dini yako? Wa man nabiyuka? Na ni nani nabii wako? Haya maswali matatu ndiyo Jibril, ndio malaika wawili watakuuliza, ama wataenda kutuuliza mimi na wewe pale tutakapoingizwa kaburini. Sasa ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam pale mtu anapozikwa alisema, isalu li akhikum fa innahu al'ana yus'al. Isalu li akhikum takhfifa fa innahu al'ana yus'alu. Muombeeni dua huyu ndugu yenu, hakika yake yeye sasa hivi anaulizwa maswali. Muombeeni dua ndugu yenu, isalu lahu takhfifa fa innahu al'ana yus'alu. Muombeeni takhfif, muombeeni angalau apate wepesi wa kujibu haya maswali yanaulizwa sasa hivi. Ndio kaona kaburini kule, baada ya mtu kuzikwa fanya dua, kwa sababu Jibrili angalau kwa zile dua zetu Mwenyezi Mungu akizitikia, wale watakuja kumuuliza maswali iwe ni mambo rahisi kwake. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu fil hayati dunya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawathibitisha, anawafanyia wepesi wale ambao kwamba wameamini katika maisha haya ya dunia, wa fil akhirah, na vile vile maisha ya kaburini na akhirah. So ukiwa kaburini kama wewe ni mtu mwema, haya maswali utayajibu kiulaini, kama vile sasa kikuuliza utajibu, ndipo utakapoenda kujibu kaburini kiulaini. Man rabbuka? Ni nani Mola wako? Ma dinuka? Ni ipi dini yako? Wa man nabiyuka? Na ni nani nabii wako? Maswali matatu tu. Mwanadamu huyu ambaye kwamba, au Muislamu huyu ambaye kwamba, au muumini huyu ambaye kwamba anajua ya kwamba atakapokufa atakwenda kuulizwa haya maswali matatu, lakini cha kusikitisha ni kwamba haya maswali matatu Muislamu au muumini atakwenda kushindwa kuyajibu. Leo mitihani tunaoifanya maskuli, hata hujui utaulizwa swali gani katika vitabu kadhaa ulivyovisoma, na bado wewe mwanadamu wang'ang'ana ili upige katika yale maswali utakaoulizwa. Wewe mwanadamu college ambayo kwamba umeenda ukasoma, wang'ang'ana usiku ulali ufanya revision wewe ili uweze kufaulu katika mitihani yako. Na tabaan kwa bidii yako na kukesha kwako na kufanya kwako utafaulu ule mtihani wewe. Mbona ufaulu kupita mtihani? Mbona ung'ang'ane? Mbona ufanye bidii? Mbona usilale? Mbona uhonge? Sababu ule mtihani upite tu wewe usifeli. Baada ya kupita mtihani, ya kwamba baada ya kupita mtihani nitakuwa na karatasi ya kuheshimika, mshahara wangu utapanda, maisha yangu duniani yatakuwa mazuri. Unaona kwamba mimi faida ya huu mtihani ni kwamba maisha yangu yatakwenda kuwa mazuri, lakini hujaona faida ya kujibu maswali matatu ambayo kwamba sasa hivi unayajua, kesho kaburini atakushinda. Jaona? Hatujaona faida yake ba. Hujakaa ukafikiria, je, haya maswali matatu kesho kaburini mimi nitakwenda kuyajibu?
Nitawezana nayo ama nitakuwa ni katika wale ambao kwamba watashindwa? Ili wewe uweze kuyajibu maswali matatu kaburini, lazima ung'ang'ane hapa duniani. Sikwambii lazima ung'ang'ane kwanza kufanya ibada nyingi, nitakwambia ng'ang'ana kuishi na waumini kwa vizuri. Kitu cha kwanza, wewe Muislamu, wewe ni muumini, ishi na waumini kwa vizuri. Ishi na binadamu kwa vizuri. Wewe ni boss, ishi na wafanyikazi wako kwa vizuri. Wewe ni mfanyikazi, ishi na bosi wako kwa vizuri. Wewe ni supervisor, pelekana na wenzako kwa vizuri. Lakini pindi tutakapokujua na wewe kufika kwako mwisho utaishia kaburini pale. Wewe usali swala zako tano, usiku waamka, saumu hazikupiti, lakini wanadamu wanadukuduku na wewe unawakera. Wewe unawakera sana, ndio shida ya kaburini. Hapo swali matatu utayajibu. Kwa hiyo muamalatun nasi, kuishi na watu kwa vizuri katika hii dunia, ndilo jambo muhimu sana ambalo kwamba Waislamu tunataka tung'ang'ane baada ya swala tano. Baada zile arkanul Islam 5 zile, ukishamaliza zile arkanul Islam zile wewe kwa kiasi ya uwezo wako, basi mengine ni muamala, uishi na watu kwa vizuri, kwa sababu leo uko duniani, kesho utakwenda kufa. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, innal qabra, hakika ya kaburi, awwalu manzilin, ni nyumba ya kwanza. Innal qabra awwalu manzilin, ndiyo mashukio ya kwanza, ndiyo nyumba ya kwanza, min manazilil akhirah, katika nyumba za akhirah. Kwa hiyo wewe kama unatarajia waenda janna, kwa hivyo kabla ufike janna huko yaumul mahshar, kwanza janna yako kwa hapa kaburini. Awwalu manzilin, ndio nyumba ya kwanza utakayoshukia. Fa in jaa minhu fa in naja minhu, basi utakapookoka na adhabu ya kaburi, utakaposalimika katika hii nyumba ya kaburi, fama ba'dahu aisar, basi huko mbele yote yatakuwa ni mambo mepesi, unashuka tu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, basi utakaposhindwa kuokoka katika kaburi, adhabu kaburi zikakuvamia, basi huko mbele pia adhabu zitakusudia. Tadhakkar dhalika al-yawm alladhi tuhmalu fihi ala al-aktafi. Tadhakkar, wewe mwanadamu, hebu kumbuka siku ambayo kwamba utakwenda bebwa katika mabega. Wa yumlaqu alayka turab, na utafinikwa mchanga juu yako. Wa yasrafu anka an-nasu, na watu wataondoka. Fala yabqa laka illa rahmatullahi wa amaluka salih, hakuna kitakachobakia isipokuwa ni sikitiko la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na amali yako njema uliyoifanya. Utakaposhukishwa pale kwenye kaburi, kaburi lina maneno yatakwambia mwanadamu. Yasemaje? Asema, ya ibn Adam, kunta tamshi ala dhahri wal yawma anta fi batni. Ya ibn Adam, ewe mwanadamu, kunta tamshi ala dhahri, ulikuwa watembea juu ya mgongo wangu, wal'ana al-yawma ala dhahri, na leo wewe wal-yawma anta fi batni, na wewe leo katika tumbo langu. Kaburi nakwambia, ulikuwa unatembea juu ya mgongo wangu unavyotaka, kwa maringo, kwa jeuri, kwa kudhulumu. Al-yawma anta fi batni, wewe leo uko kwenye tumbo langu. Wa kunta tadhahaku ala dhahri, wewe mwanadamu ulikuwa ukicheka
tulipokuwa juu ya mgongo wa ardhi. Wal yawma tabki fi batni, leo walia ukiwa uko ndani ya tumbo la kaburi. Wa kunta ta'kulu ma tasha, wa kunta ta'kulu ma tasha, ulikuwa wala unachokitaka katika juu ya ardhi. Wal yawma ya'kuluka dudu, leo wadudu ndio wanakukula wewe katika mchanga huu wa kaburi. Angalia maneno kaburi yanakwambia wewe mwanadamu, siku unapoingiza tu pale kaburi. Kaburi linakwambia maneno haya siku utakapoingizwa kaburi. Wal yawma ya'kuluka ad-dud. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu wa ardah alikuwa akienda kutembelea makaburi, kufanya ziara makaburini. Kana yabki kathiran, alikuwa akilia sana huyu bwana Sayyidina Uthman bin Affan. Alikuwa analia sana mpaka machozi yanarowesha madevu yake. Masahaba wanamuuliza, ewe Uthman, unapozungumziwa kuhusu siku ya Kiyama wewe haulii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapozungumza kuhusu kifo wewe hulii, lakini mbona ukija kaburini walia sana? Akasema kwa sababu hapa duniani leo niko na nyinyi, na siku ya Kiyama pia nitafufuliwa na nyinyi, lakini kaburini nitakuwa niko peke yangu, mimi na amali yangu. Ndio maana nalia, kwa sababu hapa nitakuwa niko peke yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakapotiwa kaburini, yasemekana Mwenyezi Mungu atakuwa anakuita abdi, ewe mja wangu. Abdi ala al-a'naqi hamaluka wa fi turabi wada'uka thumma sarafu wa tarakuka walau dhallu ma'aka la yanfa'uka wama baqiya illa ana wa anta wa ana al-hayyu alladhi la yamut. Pale kaburini ushaingizwa kwenye kaburi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwambia abdi, ewe mja wangu, ala al-a'naqi hamaluka, juu ya mabega yao wamekubeba hao marafiki zako, ndugu zako, watoto wako, watu wako, wamekubeba juu ya mabega. Ala al-a'naqi hamaluka, juu ya mabega yao wamekubeba. Angalia sasa hivi kwa watu wakubeba, watu kubali wewe, acha kibri bwana, lakini siku utakapokufa watakubeba juu ya mabega, namna wanavyokuheshimu na wanavyokupenda, lakini wanakupeleka wapi? Ala al-a'naqi hamaluka, juu ya mabega yao wamekubeba. Wa fi turabi wada'uka, na katika kaburi wamekuingiza. Thumma sarafu wa tarakuka, kisha wakaondoka na wakakuacha wewe peke yako. Walau dhallu ma'ak, na lau watabaki na wewe, la yanfa'uka, hawawezi kukunufaisha na kitu chochote. Hao jamaa walokuleta wakakuingiza hapa kaburini, waamue tataka tukae na wewe hapa, hakuna vile wataweza kukusaidia, hawakunufaishi na kitu chochote. Wama baqiya illa ana wa anta, hapa kaburini hakubaki isipokuwa ni mimi Mwenyezi Mungu na wewe kiumbe. Wa ana al-hayyu alladhi la yamut, na mimi Mwenyezi Mungu ndio nilio hai ambayo kwamba sitokufa. Wapendwa katika imani, badiru bitawbati qabla al-awani wa hafidhu ala salati wa akthiru min dhikrillahi wa addu al-huquqa ila ahliha fa inna al-mala wal awlada yufariquna al-insan wa la yabqa ma'ahu illa ma qadama min khairi. Wanadamu, Muislamu mwenzangu, tufanyeni haraka katika kuleta tauba, tukimbilieni katika kuleta tauba kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhifadhini swala tano, tuzidisheni dhikri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, turegesheni haki za watu tulizochukua, turegesheni madeni ya watu tuliochukua. Kila kitu cha mtu ambacho kwamba wewe ulichukua kwa khiari au kwa nguvu au kwa dhulma, kiregeshe, kwa sababu hujui ni wakati gani utakufa.
Mwenyezi Mungu atuoneshe haki tuweze kuifuata, atuoneshe batil tuweze kuepuka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.